kwenye hii nchi inaanza kuonekana tofauti na ambavyo tumezoea. Wengine tumeanza mambo ya utalii miaka ya 98 huko, lakini ndani ya mwaka mmoja, miwili, mitatu hii tunaona mabadiliko ya namna ya kuelezea vivutio vyetu, na kwa kweli Ngorongoro mmetuimpress, hasa sisi wa private sector. Achana na mambo ya mbio kwanza, maana mimi pia ni mdau wa utalii. Tunaona vionjo tofauti, tunaona namna mnavyoelezea mazao mapya pamoja na activities za utalii kwenye nchi yetu. Sio tu Ngorongoro peke yake. Nyewe nadhani mnaelezea Ngorongoro peke yake, mnaielezea Tanzania kwa namna ya pekee sana. Hili kwa kweli naomba niwapongeze. Na sisi wadau wa utalii, wananchi, tunasikia ile pride ya kuielezea Tanzania yetu kwa namna ambavyo mnafanya. Na ninaona wengi hata sisi tumeanza kuiga, na wengine wameanza kuiga hii namna bora ya kufanya. Kwa hiyo ukifanya kitu kizuri unakuwa kiongozi wa hiyo eneo, lakini pia na watu wengine wanafanya vizuri zaidi. Kwa hiyo niwapongeze sana. Ngorongoro tumeamua kufanya hizi mbio fupi za kilomita 5 kwa sababu watu wamezoea Ngorongoro ni Ngorongoro Crater. Kwa hiyo kitu cha kwanza akikifikiria anafikiria niende wapi? Shimoni. Lakini Ngorongoro katika hii landscape ina vitu vingi sana ambavyo tunaweza tukajivunia kama Watanzania, lakini tunaweza tukajivunia kama wana Ngorongoro. Utamaduni ambao umesheheni katika eneo hili ni sababu pia mojawapo inayotufanya sisi kama mamlaka hifadhi ya eneo la Ngorongoro kutangaza vivutio mbali ya ile kreta. Wangapi wanafahamu kwamba tunao mlima wa 3 kwa urefu hapa Tanzania na kwamba upo ndani ya Ngorongoro. Nafikiri tukio hili la leo lisiishie leo, na nilikunongoneza pale kuambia kama mwakani tena mtaamua kulifanya, basi mlifanye kwa ukubwa zaidi, liwe kubwa zaidi, na ikiwezekana tufanye weekend pia, isiwe siku ya kazi, tuweze kushiriki watu wengi, na naamini litakuwa tukio kubwa. Siku zote tunapoanza tunaanza kwa udogo, lakini siku zinavyozidi kwenda na kwenda kwa ukubwa. Hata Cape Cairo mwaka jana walianza kwa udogo, naamini mwaka huu watakuwa kwa ukubwa. Na sisi kama Karatu Runners tunashiriki pia katika hizo mbio. Tuna wakimbiaji karibu 50, nafikiri tayari wameshanunua hizo kiti kwa ajili ya kwenda kushiriki Jumapili ya tarehe 31. Ambayo Rais wa Shirikisho la Riadha Tanzania ndugu wetu Robert John amenituma kusema Cape to Cairo International Marathon inasonga mbele, ni awamu ya kwanza, kwamba tunafanya vizuri, tuna wageni wengi ambao watakuja kukimbia katika ndani ya jiji letu la Arusha. Kwa hiyo tunawakaribisha wote tushiriki kama tulivyoshiriki leo, kwa sababu riadha ni afya. Wakati tunakimbia barabarani tulikuwa tunaona experience tofauti, jambo ambalo limefanya kuendelea kuvutia zaidi. Na tumeona mbio nyingi zinafanyika, lakini mbio nyingi zilikuwa zinafanyika katika maeneo ya mijini, lakini kupitia Ngorongoro na kampeni yao ya karibu nyumbani, the home of humanity, tumeweza kupata experience tofauti. Zilikuwa ni mbio za kilomita chache, lakini ilikuwa vizuri sana. So mimi nadhani kwamba kupitia hili ama mbio hizi zinakwenda kuhamasisha watu kuja kutalii, haswa nizungumze na watalii wa nyumbani, kwa maana ya wengi tumekuwa tupo nyuma kuhakikisha tunakuja kutembelea vivutio vyetu ambavyo tuko navyo. Tumekuja kujifunza mambo mengi ambayo yanapatikana katika eneo hili la Dubai, lakini pia tumefundishwa kwenye historia, lakini leo tumekuja kuviona vitu kwa uhalisia.